Kuna sehemu chakula cha kulipia kimefungwa saa 4 usiku. Afu ni stendi. Na kimeandikwa masaa 24. Hicho lazima nyuma yake ya choo kuna harufu mbaya sana. Watu lazima watakuwa wanajihudumia huko. Na hawana aibu, wanakupa maelekezo, kajisaidie nyuma huko. Mimi nawaambia watu waseme hapa, vyoo vya kulipia vingi ni yani usafi ni sifuri. Sasa mimi sisi wanaume sio issue. Yani sisi wanaume sio issue sana. Najaribu kuwawaza mama zetu na mabinti. Yani vyoo vya kulipia vingi na vyoo vya kulipia dalali ndio vinavyosababisha maugomvi kibao kama hamjui. Na magonjwa. Unagombana na watu wanagombana kwamba hii UTI umepata wapi? Kumbe ni vyoo vya kulipia. Hiyo ni kweli kabisa. Mimi nakwambia. Na kuna scenario nyingine hiyo pia mkoani huko. Kwa mfano mimi nitazungumzia Igunga. Stendi ya Igunga pia kuna vyoo pale inabidi waweze kuangalia jinsi gani wanavyofanyia utaratibu. Yaani kiukweli vituo vingi vya mikoani vya mabasi vyoo vyao ni vituko. Yaani nafikia hatua mtu naona ni bora ni riski kwenda kutafutiwa hata nilipe faini kuliko kuingia kwenye hichi choo nijisaidie. Ni shida. Na mbaya zaidi kwenye hivyo vituo kuna tabia moja. Hii nitarudi tena kwa wasafiri. Vyoo vingi wanakutana navyo ni vichafu, alafu mbaya zaidi sasa kwenye sehemu za kula unakuta basi zinaingia hiyo sehemu, basi 8 kwa wakati mmoja. Alafu wote sasa mwende mkajisaidie. Baba kama siafu wanaingia kwenye shimo. Yani mnajikuta mnakurupuana, mtu mnafika mna banana, yani unakojoa hivi unaona mwenzako yuko pembeni yako hapa anakusikilizia. Yani kama mnachunguliana hivi. Wengine wanapeana sabu. Yani wengine unashangaa choo kimoja mnashare hivi mmekaa hivi. Kwa sababu ya uharaka mmepewa dakika 10 kujisaidia, kula na kuondoka. Lakini unakuta basi 8 zimekaa, alafu hicho choo sasa ni cha ajabu. Alafu basi 8 zimepaki, wote mnagombania ndugu yangu. Kuna